Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, maneno yetu ya katika salamu zilizosomwa na katibu wetu Nuhu Mruma. Mimi nina maneno kwa ajili ya kuandaza ili uje uzungumze na umma Waislamu na wasiokuwa Waislamu, bal uzungumze na taifa zima la Watanzania. Niukumbushe umma wa Kiislamu katika nasaha zangu fupi kwa maneno ya al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ametuambia lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Kiswahili cha maneno haya, hautatengenea mwisho wa umma huu ila kwa kile ambacho umetengenea mwanzo wao. Yani umma huu hauwezi ukafanikiwa ila kwa kufuata yale ambayo yamefanywa na waliowatangulia kabla yao. Sasa hivi tumekuwa tunafanya mambo ambayo yametoka katika utaratibu alioamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niwashukuru kwanza, mwezi wa Ramadhani tumepata nafasi kubwa sana ya kuwaona watu wa aina mbalimbali kufanya mambo ya kheri, kuwafuturisha watu, kutoa sadaka mbalimbali. Tumeona mashirika ya umma, tumeviona vyombo vya serikali pia, tumeona matajiri wakifuturisha, lakini tumeona pia wabunge wengi wamefanya kazi hiyo mwaka huu, lakini hata taasisi za kifedha zimefanya kazi kubwa ya kufuturisha watu waliofunga, na watu binafsi pia wamefanya mambo hayo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgeni rasmi, hata wasiokuwa Waislamu wameonekana kufuturisha, na waheshimiwa mabalozi pia wamefuturisha sana mwaka huu, wengine wamerudia. Hii ni kuonesha namna gani tunaishi kwa wema na kwa uzuri katika nchi hii ya Tanzania. Kwa hiyo ili tufanikiwe lazima tushike mwenendo wa watu ambao wametutangulia. Nimefurahi sana kumuona Mheshimiwa Askofu kutoka CCT akimwaga vitu hapa na akasoma aya zinazotuelekeza kujenga mshikamano na umoja. Pale aliposoma aya za wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ni kutuonesha kwamba hakuna nafasi leo ya kufarakana. Nafasi iliyopo ni ya kujenga mshikamano zaidi na kujenga umoja zaidi, kujenga umoja wa kidini, kujenga umoja wa dini mbalimbali, lakini na kujenga umoja wa kitaifa. Hili ni jambo muhimu sana ambalo ametukumbusha Mheshimiwa Askofu kutoka CCT katika aya aliyosoma. Mimi niongezee mkia kwamba katika mafunzo ya Uislamu kuna kitu kinaitwa at-taamul ma'a ghairi al-muslimin wa at-taayushu silmi, yani kuamiliana na wasiokuwa Waislamu, kutendeana, kuishi na wasiokuwa Waislamu kwa amani. Haya ni mafunzo ya Uislamu tumefundishwa, na kila mmoja katika sisi anajua, na mashekhe wanajua sana kwa sababu wamewafundisha sana na ndio kazi yao. Kama pale tunapojikumbusha Mwenyezi Mungu anaposema la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Tafsiri ya jumla ni kwamba Mwenyezi Mungu hawakatazi nyinyi Waislamu kuamiliana na wasiokuwa Waislamu muda wa kuwa hawana ugomvi na nyinyi. Mwenyezi Mungu anapenda sana watu waadilifu.
Hao ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya namna ya kuishi. Hivi karibuni kumeonekanwa katika vyombo vya habari mbalimbali ambavyo vinaonyesha kama kwamba kuna watu wanaosema vibaya Uislamu, wanamtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha kama inanasibishwa na Wakristo hivi. Sisi tunasema sivyo, sio kweli. Hakuna hata Mkristo mmoja anaweza kuwafanyia fujo Waislamu. Haijawahi kutokea tangu nyuma na mpaka leo hatujaona vitu vya namna hiyo. Tunaishi vizuri sana, na ndio maana unaona hata mheshimiwa askofu hapa amekuja kuzungumza vizuri sana mpaka tumefurahi. Na hata rais mstaafu hapa alikuwa ananiambia kwamba kazungumza vizuri sana mheshimiwa askofu. Mheshimiwa askofu, umezungumza vizuri sana, Mwenyezi Mungu akupambe. Kwa hiyo hakuna vitu vya namna hiyo, ni watu watakutia uchokozi tu na kutaka kuwafanya Waislamu waamke, waingie katika fujo, wajiingize katika jambo wasilolijua kwa kudhani kwamba Wakristo wanawafanyia fujo. Hakuna kila jambo unaloambiwa afu ukalishika. Lazima jambo kwa muongozo wa Uislamu likitokea lazima lifanyiwe fikra. Mtume anasema lazima kutadabbar. Kitaka kufanya jambo zingatia, fikiria, afu angalie mwisho wake utakuwa vipi, na kuhakikisha kwamba jambo hilo ni la sawa sawa. Mungu ametuambia wazi, akimjili mtu fasiki fatabayanu, fanyeni upelelezi, msifanye haraka kuweza kuzungumza au kuhamasika na mambo ambayo yanapitishwa. Na katika zama hizi za AI, adh-dhakaul istinai au akili mnemba, ni zama za kuangalia sana, kwa sababu inatumiwa vibaya sana hii adh-dhakaul istinai, na inaweza kaingizwa hata katika masuala kama hayo kwa ajili ya kuogombanisha Waislamu na Wakristo, jambo ambalo hakuna. Sisi tunaendelea kuishi vizuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu na Wakristo na watu wa dini nyingine tumeishi vizuri sana kiasi cha kwamba inaweza ikawa mfano katika ulimwengu. Maisha yetu hapa na wasiokuwa Waislamu inaweza kuwa ni kiigo katika ulimwengu mzima, namna gani wanaishi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kisha watu wa huko wakatufuata sisi kuangalia tunaishi namna gani. Na ndio maana tuna chombo tunakiita interfaith ambacho kinaunganisha juu ya watu wa dini nyingine na sisi Waislamu katika kujenga mambo mbalimbali yanayohusiana na dini zetu, lakini yanayohusiana na amani, yanayohusiana na uadilifu, yanayohusiana na maadili, yanayohusiana na kujenga nchi na maslaha ya taifa. Msemo wangu kwa Waislamu, tusijaribu kuchokozeka. Mtu akikuchokoza usikubali kuchokozeka. Jambo la kweli halijifichi, lakini jambo la urongo mara moja tu hubainika. Tusikubali kuchokozeka, tuendelee kuishi maisha yetu mazuri ya kuwa pamoja, kushirikiana, kuendelea kujenga nchi yetu kwa kheri na amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna vitu nataka mviguse kidogo katika dakika 15 nilizopewa. Mtu akiwa ana neema kapewa na Mungu, lazima aelewe ile neema kinachofuatia ni hasadi. Kila neema ina hasadi. Ukilima shamba ukavuna, wenzako katika kijiji watakufanyia hasadi. Ukiwa na kazi nzuri, wenzako watakufanyia hasadi. Ukiwa mwanachuoni, wenzako watakufanyia hasadi. Ukiwa na mali utafanywa hasadi, na ukiwa na cheo utafanywa hasadi, na ukiwa ni kiongozi kabisa wa juu utafanywa hasadi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile ni neema. Na ndio Mtume katika hadithi yake ndefu kipande cha mwisho akasema, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, hakika kila mwenye neema ni mwenye kusudiwa. Yani wewe ukiwa na neema, elewa utakusudiwa. Mtume siku moja sallallahu alayhi wasallam alieleza akasema, inna li ni'amillahi a'daan, hakika zina neema za Mungu maadui. Yani neema za Mungu zina maadui.
Faqil, akaambiwa manhum, ni nani hao maadui? Qala, akasema alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadlih, maadui ni wale ambao wanafanyia husda watu juu ya fadhila ambayo Mwenyezi Mungu amewapa. Akayafasiri maneno hayo Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, akasema ma kanat ni'matullahi ala mri'in illa laha hasidun, haipatikani neema kwa mtu ila itakuwa ile neema ina mtu anayefanyia husda mtu yule. Kwa hiyo hasad ni jambo la kawaida na ni jambo lipo, kinachotakiwa ni kuwa na subira. Na hasad pia ni jambo ambalo linatokana na maadui, na uadui ni kitu sio cha kukiogopa, kwa sababu Mungu anatuambia wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatinal jinni wal ins yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wama yaftarun. Aya hii maelezo yake ya ujumla, sitaki kufasiri neno kwa neno. Maelezo yake ya ujumla ni kwamba kila mtume tumemfanyia adui. Kila mtume ana adui yake, kutoka kwa majini ana adui huko ujinini, na kutoka kwa binadamu ana maadui kutoka kwa binadamu. Na hivyo ndivyo mwana wa chuoni, kiongozi, utakuwa na adui ujinini, utakuwa na adui binadamu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani hapa katika maneno haya. Lakini mwisho akasema fadharuhum wama yaftarun, waachilie hao maadui na wanaoyazusha, usihangaike nao. Wewe waachie wafanye uadui wao, wewe endelea na yako. Wanafanya uadui kwa sababu ya hiyo neema, wewe usishughulike na hao. Mtu mmoja katika wanazuoni wakubwa anasema la yakmulu alimun fi maqami al-ilmi wala qa'idun fi maqami al-qiyada hatta yubtala bi arba'. Anasema hakamiliki mwanachuoni katika eneo la ilmu, wala hakamiliki kiongozi katika eneo la uongozi wake mpaka aondwe, mpaka atiwe misukosuko, mpaka atiwe mitihani ya mambo manne. Jambo la kwanza akasema shamatatul aada, ni kuombewa vibaya na maadui. Ukiwa kiongozi, uwe mwanachuoni, uwe shekhe, uwe walii, uwe sharifu, uwe imamu, uwe mufti, uwe nani, uwe kiongozi wa mambo mengine, uwe kiongozi wa serikali, kwa namna yoyote ile na kwa nafasi yako yoyote ile, mambo manne lazima yapo. Anasema jambo la kwanza ni shamatatul aada, kuombewa vibaya na maadui, kwamba huyu mtu mpaka leo haumwi, chuma nini hiki, huyu mtu mpaka leo hafi bwana, mpaka leo tu wakelipo, kwa nini hafi huyu mtu, kamezahirizi nini? Kunakuwa na maneno ya namna hiyo, unaombewa vibaya na wale maadui. Lakini jambo la pili akasema malamatul asdiqa, kulaumiwa na marafiki, watu waliokuzunguka, wale watu wa karibu. Kila ukifanya jambo ungefanya hivi ndio ingekuwa sawa shekhe, kila ukifanya hivyo ungetuambia sisi tungekuelekeza. Basi hayo ni mambo yapo kwa kiongozi. Lakini akasema jambo la tatu wata'anul juhal, kutiwa illa na watu wasiojua kitu. Kila unalofanya mtu anakutia ila, kwanza yule si hivi, kwanza yule si mambo yake namna hii, yule alikutwa anafanya hivi. Unatiwa illa kila kona, watu wanakutia illa tu. Lakini jambo la mwisho wa hasadul ulama, na husda za wanawazuoni wenzako kama wewe ni shekhi, au husda za viongozi wenzako kama wewe ni kiongozi. Hayo mambo huwezi ukayaepuka, yapo. Sasa anasema insabara ala dhalika, akisubiri juu ya hayo, ja'alahu Allahu imaman yuqtada bih, Mwenyezi Mungu anamfanya kuwa ni kiongozi barabara ambaye anafaa kufuatwa, kwa sababu kashajitambua kwamba yeye atakuwa anafatwa kuombewa vibaya na maadui, atalaumiwa na jamaa zake wa karibu, lakini atatiwa ila na watu wasijua kitu, lakini atahusudiwa na wenzake. Kwa hiyo haya mambo kwa viongozi, kwa mashekhi, si mambo ya kuogopa, kwa sababu ni mambo yapo na lazima yatokee. Kubwa inatakiwa kuombea viongozi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuwaombee Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awahifadhi, Mwenyezi Mungu awastiri, awaondoshie kila makero. Ahmad bin Hanbal, mwenye madhhabi ya Hanbal,
anasema lau kana li da'watun mustajaba ma ja'altuha illa fi sultan, lao ingekuwa mimi kama mimi ninaweza kuwa na dua nikiiomba inaitikiwa na Mungu, basi dua hiyo ningeielekeza kwa kiongozi. Huyu ni Ahmad bin Hanbal. Kama ningekuwa mimi nina dua yaitikiwa dua hiyo kila nikiomba, basi dua hiyo nisingeipeleka mahali pengine popote, ningeipeleka kwa kiongozi, akiwa na maana kwamba tuwaombee sana viongozi wetu, Mwenyezi Mungu awajalie. Kwa sababu gani? Kama alivyosema Fudail ibn Iyadh maneno kama hayo, lakini mwisho akamalizia akasema Fudail ibn Iyadh, li anna salah al-imam salahul umma wa salahur ra'iyya. Anasema kutengenea kwa kiongozi, kwa kiongozi ametengenea, amekaa vizuri, ndio kutengenea kwa umma na raia. Yani kiongozi akifanikiwa akaweza kwa dua zenu akaweza kukaa vizuri na akaongoza vizuri, basi umma unakuwa mzuri na taifa linaendelea kuwa ni zuri. Ndio maana akasema lau ingelikuwa mimi nina dua nikiiomba hiyo hapo hapo naitikiwa, nisingeipeleka mahala pengine, ningeipeleka kumuombea kiongozi. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo nitaka kuyagusa leo ili tuone umuhimu wa kuwaombea viongozi wetu. Hatuna njia ya kuwaombea viongozi wetu. Pamoja na kupiga kelele watu hao wanaombewa nini, wanafanyaje? Kila tunachokizungumza ni mstari. Hatuzungumzi vitu vya juu juu, tunazungumza mistari, tunazungumza vitabu, tunazungumza ilmu, ndio tunalizungumza sisi hapa. Kwa hiyo umma unaonisikiliza, maimamu, mashekhe, mawali, ulama, watu wa tariqa na sote na viongozi wa dini, tuombee viongozi wetu dua ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kuwafanikisha na sisi tupate kufanikiwa katika mambo yetu. Na ingefaa hasa hata katika siku zile za Ijumaa ikawa wale makhutaba wetu, makhatibu wetu wanaingiza kuombea viongozi wetu katika zile khutba na nini, ni jambo zuri, sio jambo baya. Na jingine ni watu kuwa na heshima na viongozi. Siku hizi kila mmoja anaweza akasema tu vyovyote vile na akamsema yoyote yule, haogopi Mungu ndani ya vyombo hivyo, wala haogopi mtume, wala haogopi sheria, wala haogopi Uislamu. Muda kuwa kuna nafasi ya kusema, basi mtu anasema tu. Mtu anatukana anavyotaka, anasema anavyotaka, hata kama anachokisema wala sio kitu cha kielimu, ajisemea tu, maskini ya Mungu. Asema idha lam takun aliman fata'addab wala tatakallam fi nasi jahalan fatuhram. Asema ikiwa wewe si mwanachuoni, kwa nini usingekuwa na nidhamu, ukawa na adabu na nini? Wajisemea tu maneno. Haifai kusema maneno ya namna zake, na usiwatie ila watu. Asema da'i ulama wala tat'an fihim, waache wanazuoni na viongozi wala usiwatie ila. Kuwatia ila ni njia ya upotofu, njia ambayo haina maana. Na ni wasihi ndugu zangu Waislamu kwamba tunao wajibu mkubwa wa kusimamia Uislamu, na ni wasihi vile vile viongozi wote wa dini kwa ujumla wao kwamba tunao nafasi kubwa sana ya kuwa na mshikamano, kuondosha malumbano, kuondosha mizozo baina yetu. Tujenge taifa moja, tuangalie nchi yetu, kwa sababu ni wajibu wa viongozi vile vile. Tuishi kwa salama kama nilivyosema mwanzo, na tuwe watu ambao tunaamiliana kwa wema, na tuwapende viongozi wetu. Na kuwapenda viongozi na kuwa nao
pamoja, ni katika kujenga nchi. Nimalizie kwa kumtambua mwenyekiti wa makanisa ya Pentecostal. Ni rafiki yangu huyo, yuko sehemu fulani hapa. Naam, yule pale. Huyo ni mmoja katika viongozi wa dini tunayeshirikiana naye katika mambo mbalimbali katika kujenga umoja wa pamoja.